tulipata kitendo cha aibu kama nchi za Kiafrika. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema nchi za Afrika zilijikuta katika aibu kubwa baada ya mgogoro kati ya Urusi na Ukraine kusababisha uhaba wa mafuta ya kula barani humo, licha bara hilo kuwa na ardhi yenye rutuba na uwezo mkubwa wa kuzalisha mazao ya kutosha kulisha Afrika na dunia kwa ujumla. Amesema imebainisha udhaifu mkubwa wa mifumo ya uzalishaji wa chakula barani Afrika, hususan kutokana na ukosefu wa zana za kisasa za kilimo na matumizi hafifu ya teknolojia, hali inayosababisha hata mgogoro mdogo wa kimataifa kuathiri moja kwa moja usalama wa chakula katika nchi zenye fursa kubwa zaidi za uzalishaji. Ameeleza kuwa hata bila kutumia Afrika yote, ukanda wa kijani unaojumuisha nchi za Afrika Mashariki na Kati zina uwezo wa kuzalisha mazao ya aina zote na kulisha bara zima la Afrika na dunia. Lakini kutokana na kukosekana kwa mifumo madhubuti ya uzalishaji, nchi za Afrika zinaendelea kuwa tegemezi na hivyo kujikuta katika aibu na kuathirika na migogoro ya mataifa mengine. Akizungumza hii leo Jumanne, Februari 3, wakati akifungua mkutano wa kwanza wa kikanda wa Afrika wa matumizi endelevu ya zana ya kilimo unaofanyika katika hoteli ya Johal Rotana, Dar es Salaam, amesema mkutano huo unalenga kuweka misingi ya ushirikiano wa kikanda katika kuendeleza ajenda na mfumo wa zana endelevu za kilimo barani Afrika. Ndugu washiriki, madhara yanayojitokeza kutokana na kukosekana kwa zana yanaleta aibu. Kwa mfano, tulipata kitendo cha aibu kama nchi za Kiafrika ulipotokea mzozo kati ya Russia na Ukraine, kwamba nchi za Afrika kufuatia mzozo huo zikapata shida ya upungufu wa mafuta ya kula. Kwa neema ya ardhi na potential iliyopo ya uzalishaji katika nchi za Afrika, hata bila kuitumia Afrika yote, hata ukichukua tu ukanda wa kijani wa Afrika ukaweka Tanzania, Kenya, Uganda, Afrika ya Kati, DRC, Msumbiji, Zambia na majirani wachache wanaoangukia kwenye ukanda wa kijani, hata bila kuweka Afrika yote, inatosha kuzalisha mazao ya aina yoyote na kulisha Afrika na dunia. Lakini kwa sababu ya ukosefu wa zana za kuzalishia pamoja na mechanization kwenye masuala ya kilimo, kwamba mzozo tu wa mataifa mawili ulisababisha ukosefu wa mafuta ya kula kwenye nchi ambazo zina fursa kubwa ya kuzalisha kuliko hizo nchi zilizokuwa kwenye mzozo. Kwa hiyo kupitia mkutano huu, nchi za Afrika kwa kushirikiana na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, taasisi za fedha, sekta binafsi, watafiti na wadau wa maendeleo zinakusudia kuimarisha utaratibu wa taasisi kubadilishana uzoefu wa kisayansi na uzoefu wa utekelezaji, pamoja na kujenga mifumo thabiti ya huduma za zana za kilimo inayokidhi mahitaji halisi ya wakulima wadogo na wakati, na hivyo inatarajiwa watunga sera, wataalamu, watafiti, sekta binafsi na washirika wa maendeleo watapata fursa ya kubadilishana uzoefu, kujifunza mbinu bora na kujenga uelewa wa pamoja kuhusu namna bora ya kuendeleza matumizi endelevu ya zana za kilimo kama chachu ya mageuzi ya mifumo ya uzalishaji wa chakula. Mkutano huu pia unalenga kuweka msingi wa ushirikiano wa kikanda katika kuendeleza ajenda ya mifumo ya zana endelevu za kilimo barani Afrika, sambamba na mkakati wa mpango jumuishi wa maendeleo ya kilimo barani Afrika wa miaka 10, yani 2026 hadi 35, wa kuzingatia masuala ya ujuzi, ajira kwa vijana, uwezeshaji wa wanawake, matumizi ya kiteknolojia za kidigitali pamoja na upatikanaji wa mitaji na mifumo bunifu ya biashara. Kupitia majadiliano yatakayofanyika, tunatarajia kuimarisha ushirikiano, kuongeza uwekezaji katika zana za kilimo,
na kuweka msingi imara wa maendeleo ya kilimo yatakayochochea ustawi wa wakulima na kukuza ajira zenye staha na kuharakisha maendeleo ya kiuchumi barani Afrika. Ndugu washiriki, Afrika imeanza kuchukua hatua madhubuti kupitia mifumo ya zana endelevu za kilimo hapa barani Afrika unaoandaliwa kwa ushirikiano kati ya Umoja wa Afrika na FAO. Mfumo huu unaweka mwelekeo wa kuendeleza zana za kilimo kwa mtazamo jumuishi na endelevu. Tarehe 11 Januari 2025, wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika walikutana jijini Kampala, Uganda, na kuridhia mkakati wa mpango jumuishi wa maendeleo ya kilimo barani Afrika pamoja na azimio la Kampala. Mkakati huo unaweka vipaumbele 6 vya kimkakati, ikiwemo kuimarisha uzalishaji endelevu, usalama wa chakula na lishe, uwekezaji, usawa wa kijamii, mifumo himilivu ya chakula na usimamizi bora wa mifumo ya uzalishaji. Kwa upande wa Tanzania, amesema serikali imechukua hatua za vitendo za kuongeza kwa kiasi kikubwa uwekezaji katika huduma za zana za kilimo, utafiti wa maendeleo ya ujuzi hususan kwa vijana, hatua zinazolenga kuongeza tija na kupunguza gharama za uzalishaji. Amesema serikali imepanga kununua matrekta 10,000 na kuanzisha vituo jumuishi 1,000 vya huduma za zana za kilimo katika ngazi ya kata, hatua inayoongeza tija, kupunguza gharama za kuwapa wakulima muda zaidi wa kushiriki shughuli zingine za kiuchumi. Kwa upande wa Tanzania, serikali imeongeza uwekezaji katika huduma za zana za kilimo, utafiti na uendelezaji wa ujuzi hususan kwa vijana. Kwa kushirikiana na FAO, Tanzania imeandaa mkakati wa taifa wa zana za kilimo unaolenga kuimarisha matumizi ya uzalishaji, usimamizi na uratibu wa teknolojia za kilimo katika mnyororo mzima wa thamani. Serikali imepanga kununua matrekta 10,000 na kuanzisha vituo jumuishi 1,000 vya huduma za zana za kilimo katika ngazi ya kata, hatua inayoongeza tija na kupunguza gharama na kuwapa wakulima muda zaidi wa kushiriki katika shughuli nyingine za kiuchumi. Naipongeza FAO kwa kuanza mchakato wa kuanzisha kituo cha umahiri wa zana za kilimo barani Afrika, na nitumie fursa hii kuwakaribisha Tanzania, lakini pia kuwatangazia kuwa serikali ya Tanzania iko tayari kutoa eneo na ushirikiano kamili kwa ajili ya uanzishwaji wa kituo kama hicho hapa nchini. Karibuni sana. Wakati mkuu wa mkoa anaongelea ile dhana ya political agriculture, alitaja zile sifa. Nikataka kumkumbusha pia kwamba sifa nyingine ni kilimo kwa kutumia kauli mbiu, kwamba kinakuwepo kwenye kauli mbiu lakini kwenye vitendo kinakuwa hakipo. Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alichukua hatua kubwa zaidi za kutoka kwenye kauli mbiu na kwenda kwenye vitendo kwa kuongeza bajeti ya kilimo kwa zaidi ya mara 5 ndani ya kipindi cha miaka 4, na kuchukua hatua hizi ambazo baadhi ya maeneo tumetoka kuyaainisha yanayohusiana na zana za kilimo. Na zana peke yake zikiwa hazitoshi kufanya kazi hiyo, Daktari Samia Suluhu Hassan aliongeza bajeti kwenye masuala ya umwagiliaji ambayo yameiongezea Tanzania miradi inayohusisha umwagiliaji kutoka takriban miradi 13 kwenda miradi zaidi ya 780. Hivyo kwenye utoshelevu wa mbegu bora pamoja na mbolea.
Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.